Hebu ngoja nikupe stori kamili, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya wasomaji wa makala hizi wakashangazwa na mengi, lakini mojawapo ni jina la OAU. Baadhi ya vijana wa kizazi cha sasa ni wavivu kufuatilia mambo ya kihistoria, na jina la taasisi hii kubwa barani Afrika huenda ikabakia katika tungo tata. OAU, ambayo ni kifupi cha Organization of African Unity, inayotajwa hapa ni huu muungano wa hivi sasa ambao ni Umoja wa Mataifa ya Afrika unaofahamika kama AU, yani African Union. Wakati ule wa nchi nyingi barani Afrika kuwa chini ya ukoloni wa mataifa ya Ulaya, Umoja wa Afrika ulifahamika kwa jina hilo, na Boubacar Diallo Telly ndiye aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza kushika wadhifa huo mkubwa wa taasisi hiyo, taasisi ambayo inaunganisha nchi nyingi za Kiafrika. Hapa nazungumzia nchi takribani 54 za Kiafrika, Tanzania ikiwemo. Huyu ni raia wa Guinea ambaye aliingia katika orodha ya watu maarufu barani Afrika akiwa na umri mdogo zaidi, lakini jina lake lilikuwa miongoni mwa wanadiplomasia wa kwanza kuaminika ndani na nje ya bara hili la Afrika. Diallo Telly alizaliwa mwaka 1925 katika kitongoji cha Pore Dakar nchini Guinea, ambako wakazi wake wengi ni wa kabila la Fulani. Bwana Diallo alipata elimu yake katika nchi mbalimbali nje ya Guinea, ikiwemo nchi ya Senegal alikosomea masomo ya sheria na uongozi katika chuo kikuu kilichopo katika jiji la Dakar. Kisha alilazimika kusafiri hadi nchini Ufaransa kwa ajili ya kwenda kuongeza ujuzi wa taaluma ya sheria na masuala ya utawala wa jamii na kufaulu vyema. Bwana Diallo alikuwa msomi wa kweli ndani ya Afrika. Na mnamo mwaka 1951 Telly alipata leseni ya sheria, ambapo pia alibahatika kupata ajira yake ya kwanza kabisa katika masuala ya sheria, ambako alipata ajira hiyo nchini Senegal katika mahakama maalum ya kushughulikia ufisadi na uhujumu uchumi wa nchini Senegal. Kutokana na utendaji wake wa kazi kwa uaminifu mkubwa, Bwana Telly alitajwa kama mwanasheria mwenye kusimamia na kutenda haki, hivyo akajikuta akitakiwa kwenda kupata ajira katika mahakama kuu katika jiji la Cotonou, ambayo ndiyo Dahomey ya sasa ya nchini Benin. Akiendelea kuaminika ndani ya jamii ya nchi mbalimbali katika ukanda wa nchi za Afrika ya Magharibi, Telly aliteuliwa kushika wadhifa wa juu zaidi wa ubalozi, akiwakilisha nchi ya Ufaransa, tena kwa nchi zilizotawaliwa na Ufaransa, na ofisi kuu ilikuwa katika jiji la Dakar nchini Senegal. Nachoona hapa kuna mengi sana ya kumuhusu Diallo Telly, na mengi pia ya kujifunza kutoka kwa bwana huyu mashuhuri kutoka Afrika. Bwana Diallo Telly alikuwa ni mfano wa kuigwa ndani ya Afrika. Lakini tunafahamu kuwa watu wengi wakipata nyadhifa mbalimbali wanabadilika hadi tabia ambazo zinakera watu wengi na kuwafurahisha watu wachache. Lakini nikwambie tu kuna kitu maalum kumuhusu Diallo Telly, ambaye alipata wadhifa mkubwa sana ndani ya Afrika na duniani kote. Wadhifa huo uliokuwa mkubwa na wa kwanza kwa raia mzaliwa wa bara la Afrika. Hapa ndipo jina la Telly liliendelea kupata umaarufu mkubwa ndani na nje ya mipaka ya Afrika. Diallo Telly, mtu wa kuaminika. Na mnamo mwaka 1957 Telly alipandishwa cheo na taifa la Ufaransa na aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa ubalozi huo uliokuwa ukijulikana kwa kifupi kama AOF. Na wakati wa upepo wa nchi za Kiafrika kudai uhuru wao wa bendera na utawala kamili kulisababisha nchi yake ya uzawa ya Guinea kujipatia uhuru na kumlazimu Telly kuhamishiwa nchini Marekani na kuwa balozi wa kudumu wa nchi ya Guinea. Na katika kumbukumbu hii ilikuwa mwaka 1958, na huko alishikilia wadhifa huo hadi mwaka 1964. Katika swala la uzalendo, bwana huyu alishika namba 1. Na katika vuguvugu la kuanzishwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, yani OAU, uliasisiwa katika jiji la Addis Ababa nchini Ethiopia, ndipo bwana Boubacar Diallo Telly alipoteuliwa kushika wadhifa wa kuwa katibu mkuu wa kwanza wa taasisi hiyo maarufu zaidi Afrika, heshima ambayo mpaka leo hii haitokaa kusaulika. Na kwa mujibu wa Telly, alizungumzia wadhifa wake ndani ya OAU kama jukumu lililokuwa na changamoto nyingi kutokana na nchi nyingi wanachama kutofautiana katika baadhi ya masuala, likiwemo suala la itikadi ya asili ya nchi zilizozitawala. Moja ya changamoto alizowahi kukiri ni katika kutatua suala la mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyozunguka nchini Nigeria na baadhi ya nchi za Afrika. Hii ilikuwa mnamo mwaka 1968 ambapo katika kikao cha juu cha OAU
kilifanyika nchini Algeria, Teli alikumbana na wajumbe waliokuwa na mitazamo tofauti ya kiuamuzi. Kama ilivyo ada kwa nchi nyingi za Kiafrika kuzuzana katika maamuzi, huyu anasema hili na yule anasema lile. Tukio lingine ni suala la Biafra kutaka itambuliwe kama nchi huru Afrika, ambapo suala hilo lilimpa shida kubwa Bwana Teli kutokana na wajumbe wa nchi za Ivory Coast, Tanzania, Zambia na Gaboni kujitokeza kulitambua taifa hilo kama taifa huru. Lakini msimamo thabiti wa Teli uliepusha mzozo baina ya nchi wanachama za wakati ule. Na mnamo mwezi Juni mwaka 1972 Teli alihitimisha majukumu yake ya ukatibu mkuu wa OAU, na nafasi yake ilikwenda moja kwa moja kwa Nzo Ekangaki ambaye ni raia wa Cameroon. Baada ya matukio mbalimbali kutokea, Bwana Teli alirudi nchini Guinea na kushika nyadhifa mbalimbali ndani ya nchi hiyo. Katika tukio lililohitimisha maisha yake duniani, ilianzia katika hatua ya kukamatwa kwake, huku serikali ya Guinea ikiwa mstari wa mbele kumkamata Bwana Diallo Teli. Na hii ilikuja mara baada ya kustaafu kazi zake ndani ya nchi hiyo, akituhumiwa kushirikiana na raia wenzake wa kabila la Fulani waliopanga njama ya kutaka kuipindua serikali. Ama hakika tenda wema nenda zako. Katika kukamatwa kwake alijumuishwa pia Mamadi Keita ambaye alitajwa kuwa na uhusiano na rais wa nchi ya Guinea, na wote walipelekwa moja kwa moja katika gereza kuu la Camp Boiro. Inasemekana wakiwa gerezani humo, Teli na wenzake watano walikumbana na mateso ya ajabu, mateso ya zaidi ya Yesu msalabani, ikiwa ni pamoja na kunyimwa chakula na kunyimwa maji na kunyimwa haki zote za mfungwa wapo gerezani. Na ilidaiwa kuwa sababu ya kifo cha Teli kilitokana na hatua yao ya kugoma kula wakishinikiza kuachiwa huru, hatua ambayo ndani ya gereza hilo kubwa ilionekana kama kumpiga teke chura, yaani unamwongezea safari. Lakini hatua hiyo ya kugomea chakula haikuwa sababu ya wao kuachiwa hadi walipoaga dunia. Waliaga dunia kutokana na mateso ya ajabu yaliyofanyika ndani ya gereza hilo, mateso ambayo leo hii ndugu yangu yapate kuyasikia kwenye bomba. Yakikufika ndiyo utajua yaliyotokea ndani ya maabusu ya gereza la Camp Boiro. Tuyaache kwa sababu hakuna ambaye ataweza kuyamudu ndani ya karne hii, lakini Bwana Teli na wenzake waliyapitia hayo mpaka kifo kilipowakuta. Teli na wenzake walikutwa wakiwa wamekufa mnamo katika tarehe za mwezi wa Februari mwaka 1977, na sababu ya vifo vyao ilielezwa ni kukosa chakula na maji kwa kipindi kirefu. Kitaalamu ilikuwa inafahamika kama Black Diet. Rest in peace Boubacar Diallo Teli. Naomba kuhitimisha historia hii fupi ya Bwana Boubacar Diallo Teli, shujaa wa Afrika atakayekumbukwa vizazi na vizazi. Na huyo ndiye katibu mkuu wa kwanza wa AU aliyefia gerezani kwa kukosa chakula na maji kwa kipindi kirefu, ambapo wataalamu waliita Black Diet. Hii imeandaliwa kwako na Hebu ngoja nikupe stori kamili, kwa sababu inawezekana kuna baadhi ya wasomaji wa makala hizi wakashangazwa na mengi, lakini mojawapo ni jina la OAU. Baadhi ya vijana wa kizazi cha sasa ni wavivu kufuatilia mambo ya kihistoria, na jina la taasisi hii kubwa barani Afrika huenda ikabakia katika tungo tata. OAU ambayo ni kifupi cha Organization of African Unity. Inayotajwa hapa ni huu muungano wa hivi sasa ambao ni Umoja wa Mataifa ya Afrika unaofahamika kama AU, yani African Union. Wakati ule wa nchi nyingi barani Afrika kuwa chini ya ukoloni wa mataifa ya Ulaya, Umoja wa Afrika ulifahamika kwa jina hilo, na Boubacar Diallo Teli ndiye aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza kushika wadhifa huo mkubwa wa taasisi hiyo, taasisi ambayo inaunganisha nchi nyingi za Kiafrika. Hapa nazungumzia nchi takribani 54 za Kiafrika, Tanzania ikiwemo. Huyu ni raia wa Guinea ambaye aliingia katika orodha ya watu maarufu barani Afrika akiwa na umri mdogo zaidi, lakini jina lake lilikuwa miongoni mwa wanadiplomasia wa kwanza kuaminika ndani na nje ya bara hili la Afrika. Diallo Teli alizaliwa mwaka 1925 katika kitongoji cha Pore Daka nchini Guinea, ambako wakazi wake wengi ni wa kabila la Fulani. Bwana Diallo alipata elimu yake katika nchi mbalimbali nje ya Guinea, ikiwemo nchi ya Senegal alikosomea masomo ya sheria na uongozi katika chuo kikuu kilichopo katika jiji la Dakar. Kisha alilazimika kusafiri hadi nchini Ufaransa kwa ajili ya kwenda kuongeza ujuzi wa taaluma ya sheria na masuala ya utawala wa jamii na kufaulu vyema. Bwana Diallo alikuwa msomi wa kweli ndani ya Afrika.